Hayo ya mafuriko ni kwamba watu 23 waliangamia kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa ilionyesha siku ya Ijumaa. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, msemaji wa polisi Muchiri Nyaga amesema kuwa watu 29 waliponia baada ya kuokolewa na kupokea msaada waliohitaji. Mafuriko hayo yalisababishwa na mvua kubwa ilionyesha kuanzia alasiri ya Ijumaa, imesababisha hasara kubwa kwa wafanyabiashara na wakazi wa jiji la Nairobi. Mwanahabari wetu Mary Kyalo anatuchorea taswira kamili ya jinsi hali ilivyokuwa. Mvua iliyoanza kama ya kawaida alasiri ya Ijumaa iliongezeka kwa kasi na kusababisha maafa na hasara kubwa jijini Nairobi. Hali hii ikipelekea mamia ya wakazi kukwama jijini, magari yakisombwa na maji na katikati mwa jiji kusalia kama mto Nairobi. Kitu kama saa 2 magari zilianza kutembea, maji zilianza kubeba magari zikienda nazo. Ilikuwa inaenda tukaanza kuona mabiria zikitoka, mabiria wakitoka wakipanda juu ya magari na watoto na wamama. Ilibidi kama sisi wenyewe tulijaribu juu chini, tukatafuta makamba. Tulianza na ile gari iko pale. Tulitoa wamama walikuwa hapo ndani na kamba, na tulikuwa na kamiti kingine hapo hivyo. Kijaribu kuangalia huko nyuma, hii maji na exit na huko nyuma inaacha main river ikirudi huku. Sasa ikirudi huku imefagia mali za watu, magari inaenda, ukiona huwezi saidia. Sasa kitu tunasaidia ni binadamu. Waliokuwa wameabiri magari wasijue la kufanya, kwani baadhi ya magari yalijaa maji hadi pomoni, abiria wakilazimika kutoka na kuogelea kwenye maji, wengine wakibuni mbinu tofauti za kuokoa maisha yao. Hadi huku ni wapi? Around this place we got stuck in a traffic jam. That's now where the hell started loose, because we were seated in the car. All of a sudden water is everywhere, even inside the car. So it took us to save our lives. We lowered the window because we couldn't open the door, so we left through the window. Kulingana na taarifa iliyotolewa na idara ya polisi, watu 23 walipoteza maisha yao, 29 wakifanikiwa kuokolewa, huku mafuriko hayo yakisababisha uharibifu mkubwa wa mali, kufungwa kwa baadhi ya barabara na kusombwa kwa makazi ya watu katika mitaa mbalimbali ya jiji. Biashara pia hazikusazwa, kwani maduka yalisombwa na maji, bidhaa zikiharibika. Miongoni mwa bidhaa hizi zikiwa vyakula vya kuuza na mali ya thamani isiyokadirika kusombwa na mafuriko hayo. Hii magari mingi ilikuwa hapa, ilikuwa iende kwa sababu sasa ilikuwa inafanywa service kidogo. Leo unaweza kuja na gari yako, sasa angalia kutoka huku paka huku yote imelaliwa. Pia kuna watu bado wako wamenguzwa, wamekufa. Ukienda kuna watu 2 watatu wamenguzwa hapo. Sasa hii yote tunaona imetuguza sana. Tunaomba sasa serikali nayo itujaribu sana kutufikiria. Maeneo yaliyoathirika na mafuriko haya ni ikiwemo Mathare, Huruma, South B na South C, Embakasi, Githurai, Kahawa West, Roysambu, Kibra na baadhi ya maeneo ya Westlands. Idara ya polisi ikiwarai wakazi wa maeneo hayo kupiga ripoti iwapo matukio haya yatashuhudiwa, haswa msimu huu wa mvua. Mary Kyalo, Undugu TV.